Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kanda ya Victoria, maelekezo ya chama juu ya kumpigania mwenyekiti wetu, sisi tuko tayari kuanzia sasa hivi. Jambo la pili ambalo naomba niweke wazi, kwa sababu leo ndio siku ya kwanza tumeongea baada ya muda mrefu. Tumepitia mapito magumu sana kanda ya Victoria. Mwanza mmepitia mapito magumu, Geita mmepitia mapito magumu, Kagera mmepitia mapito magumu sana. Kwa kifupi, kanda ya Victoria ndio kanda ambayo inaweza kaongoza siasa za Tanzania. Maamuzi, ujasiri, kujitolea, kanda ya Victoria wamefanya kazi nzuri sana. Pamoja na kwamba waliamini kanda ya Victoria wameweka kwenye rada kuishambulia, tumebaki imara, na leo tuko hapa, tuko imara kuliko walivyofikiria. Wapo walioondoka tushawasahau kabisa, na nafasi zao hatujui hata wako wapi. Kwa kama kuna mtu alidhani ataitikisa Chadema kanda ya Victoria kwa sababu ya ulaghai ili apate kitu fulani, aanze kudaiwa, kwa sababu kanda ya Victoria tuko imara kuliko walivyofikiria. Na katika hili nichombeze kidogo, kama itatokea mwenyekiti wetu akaachiliwa, naomba kanda ya Victoria tuseme tupo tayari mkutano wa kwanza kufanyika. Tunapeleka ombi la maalum. Wana kanda ya Victoria, Mwanza, Geita na Kagera yenye wakazi milioni 9.2 ndio kanda inayoongoza kwa idadi kubwa ya watu, utajiri wa kutosha, rasilimali za madini za kutosha, ziwa tunalo. Tunaomba makao makuu chama, siku mwenyekiti akitoka, kituo cha kwanza apande airport, kapili aje kufurahisha, tufanye mazungumzo ya kufurahisha. Mnasemaje? Wangapi wanasema yuko tayari? Lazima tufikirie kwa nini tulizuiliwa, kwa sababu vyama viko vingi kabisa, vikaragosi vingi, na vingine viliundwa kwa dharura, kwa hati ya dharura, wakiamini kwamba vitawanusuru. Kwa nini tulizuiliwa na kwa nini tumeruhusiwa? Kwa nini mahakama imetupilia mbali maamuzi ya mahakama kuu? Sababu ni moja tu, tuna nguvu ya kuiondoa CCM madarakani. Tusingekuwa na nguvu, tusingekuwa tunayapitia haya. Tusingekuwa na nguvu, tusingekuwa tunanyanyaswa. Tusingekuwa na nguvu na ushawishi kwa wananchi, CCM isingekuwa na habari na sisi. In fact, sio CCM, vyombo vya dola visingekuwa na habari na sisi. Sasa wamefanya kila mbinu. Moja, kutuzuia, kutumia mahakama, kututisha, kutuumiza, lakini wanachadema wamebaki na imani. Kwa niwaombe sana, kama ambavyo nimesema, imani hii ambayo tumeijenga kwa muda mrefu tubaki nayo. Tumeshinda na tutaendelea kushinda. CCM hakipo chama hiko. Tunapambana na jeshi la polisi, tunapambana na vyombo vya usalama, tunapambana na dola. CCM huwezi ukawaona kwenye mapambano sasa hivi. Kwa ndio sababu ya msingi, mkitoka, tulizuiliwa kufanya shughuli za siasa kwa sababu walijua sisi tuna nguvu. Pamoja na kutuzuia, ujumbe ambao walioeneza mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa na timu yake ya chama, na baadaye makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche akamalizia kabla tujazuiliwa kabisa kufanya, ulitosha kabisa kuwaelimisha Watanzania na kwamba habari ya uchafuzi ambao waliupanga haukufanikiwa kabisa, uchaguzi haujafanyika. Na ndio maana wanachadema mnasema bado tunaendelea na habari ya no reforms no election, uchaguzi haujafanyika.
ya uchaguzi tunakotoka leo na msimamo wa chama ushatolewa, hatuitambui serikali. Kwa hiyo haina heshima, haiheshimu watu, haisikilizi watu. Serikali lazima isikilize watu, iheshimu watu, isiue. Iko wazi. Mauaji na mateso yote ambayo taifa hili limepitia yamesimamiwa na serikali ya sisi. Hilo liko wazi, liko wazi, na ndio maana hawajachukua hatua yoyote. Kwa nini tulizuiliwa? Ni kwa sababu tuna nguvu. Sasa tuko huru, tunakwenda kuanza kazi. Chama makao makuu, katibu mkuu ameshatoa ratiba ya vikao. Sisi kanda ya Victoria tupo tayari kupokea maelekezo ya chama, na kwa sasa hivi, kwa sababu vikao ndio vinaenda kuanza na chama chetu kinaongozwa na vikao, tutatoa mwelekeo rasmi baada ya kamati kuu ya tarehe 28 na 29. Kanda ya Victoria tutakuja na maazimio ya kamati kuu na tutayatoa kwa wanachama, lakini kwa sasa hivi mwelekeo wa awali ni kama ifuatavyo. La kwanza, tuna deni kubwa la kumpigania mwenyekiti Tundu Lissu. Kila mwanachama, kila kiongozi, usisubiri maelekezo mengine, yameshatolewa na chama. Hiyo ndio kazi yetu. Lakini kazi ya pili ni kuendelea sasa kufungua ofisi. Kama msimamizi mkuu wa watendaji, naelekeza leo kanda ya Victoria tumefungua rasmi ofisi hapa. 24 hours tutakuwepo hapa. 24 hours, sio 12 hours again. 24 hours tupo hapa. Sipo mimi, Mwezi yupo. Mwezi hayupo, Emedi yupo. It's all about 24 hours. Ofisi itakuwepo masaa 24. Niwaelekeze watendaji, mwende pia kwenye ofisi mkafungue ofisi, mfanye kazi. Watanzania hawana mtu wa kuwahudumia. Watanzania hawana mtu wa kumkimbilia. Kimbilio lao ni Chadema. Hiki sio chama chenu tena. Hiki ni chama cha Watanzania wote, bila kujali imani zao za kidini, bila kujali imani zao za kisiasa. Kwa hiyo niwaombe sana, pendeni tukafungue ofisi, tufanye kazi, tuwasikilize watu, tuwasemee watu. Inawezekana ndio tukasema